anafanya tendo la ndoa, ndipo na yeye apate hamu ya tendo la ndoa. Mtayakuta hayo mkishaoa na kuolewa. Kwa hiyo ukitazama vitu visivyofaa, picha chafu za watu wanaozini, ni vitu ambavyo baadaye vinakuja vinajenga ubongo wako na kuwa mwathirika. Wale wataalamu wa saikolojia wanasema mtu aliyeathirika na madawa ya kulevya ni rahisi sana kutibiwa kuliko mtu ambaye ameathiriwa na kuangalia pornography. Nenda Zoba House leo, utakuta wale ambao wameathiriwa na madawa ya kulevya wanatibiwa, wanapona. Ila kijana aliyeathiriwa na pornography, picha za uchi, amezoea kuangalia vipaja vya mabinti. Na bahati mbaya, ngoja nikwambie, hao nao waona humo sio kama utakaye muoa. Wako humo kibiashara, makeup zimepigwa mpaka kwenye mapaja. Paja linang'aa hivi, la malaika sio la malaika, na mwanadamu sio la mwanadamu. Unakwenda kuoa mwanamke aliyekulia kijijini. Hapa kuna kovu, hapa lingatwa na mbwa, hapa liungua moto, hapa lifanya nini. Kwa hiyo paja halieleweki. Unaanza kukumbuka wale wa kwenye simu, wale uliowaona kwenye simu, ambao sasa sio uhalisia, wale wapo tu kibiashara. Haya, kila wakati uko kwenye simu naangalia vidada vinatikisa makalio. Unaoa mwanamke ambaye kalio kavu kama mkate wa kikinga uliobanikwa. Kavu kabisa. Sasa unaanza kukumbuka wale wa kule. Ni mwathirika tayari. Hauwezi kwenda mbali. Ngoja niwatie moyo marafiki. Wengine mtanielewa vizuri hiki ninachokisema. Kama kabisa una picha chafu kwenye simu yako, jitahidi sana kuzifuta. Na kuna baadhi ya mitandao ni heri uiepuke. Mitandao kama vile TikTok. Mitandao ambayo kila unapoingia lazima utakutana na vituko. Mitandao kama ile kama Zofilia, mitandao ambayo ukiingia tu hapo unakuta watu wanazini na wanyama, huyu anazini